kipengele cha swali kinachosema je, serikali imejidhatiti na ina uwezo wa kutekeleza jambo hilo, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ndio serikali imejipanga kwa jambo hilo, imejidhatiti na hatuna mashaka kwamba tutatekeleza kikamilifu jambo hilo. Mheshimiwa Spika, katika serikali ya awamu ya sita, awamu ya kwanza ya awamu ya sita, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kujenga madarasa takriban 79,000. Aliweza kujenga shule za msingi zaidi ya 2,700. Aliweza kujenga shule za sekondari zaidi ya 1,300. Mheshimiwa Spika, hiyo inatupa confidence, inatupa kujiamini kwamba hata hili la kwenda kuanza kutekeleza mitaala mipya litawezekana. Tathmini imeshafanyika na kila kona nilikopita nimewaelekeza wakuu wa mikoa pamoja na timu zote za serikali za mitaa kuweza kufanya tathmini na kufanya maoteo ya mahitaji haya ambayo Mheshimiwa mbunge ameyasema. Na Mheshimiwa Spika, jana nilisema hapa kwamba tulikuwa tukiongelea kuwa na sekondari kila kata, lakini kwa sasa tunapoongelea kuwa na elimu ya lazima mpaka kidato cha 4, kimsingi tunaongelea kuwa na sekondari kila kijiji. Na kwa maana hiyo, Mheshimiwa Spika, tutakuwa na uhitaji wa nyongeza ya madarasa 3 kwa kila kijiji ili kuweza kuchukua yale 7 yaliyokuwepo, tuongeze 3 ili tuwe na madarasa 10. Na Mheshimiwa Spika, katika baadhi ya maeneo watoto ni wengi, huenda uhitaji wa madarasa ukawa mkubwa kuliko huo. Kwa hiyo kwa tathmini ya haraka, Mheshimiwa Spika, tutahitaji takribani madarasa mapya zaidi ya 23,000 kama na 200 hivi, na tutakuwa tunahitaji maabara mpya zaidi ya 9,000 kama na 300 hivi, na tayari tulishafanya maoteo ya rasilimali ambapo patahitajika takribani trilioni 1 na sehemu hivi kwa ajili ya kutekeleza programu hiyo. Mheshimiwa Spika, tumeotea pia idadi ya wanafunzi kwa kuwa kwa sasa waliokuwa wakijiunga na kidato cha kwanza ilikuwa takribani 900,000 kwenda milioni 1, lakini kwa uhitaji huo wa madarasa 2 kuanza kwa mara moja kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema, tutakuwa na watoto wanaotakiwa kuanza kidato cha kwanza takriban milioni 3 hivi. Kwa hiyo kuna nyongeza ya kama milioni 2 kwenye idadi ambayo tulikuwa tukiipokea kwa kila mwaka. Kwa hiyo tumekadiria haya mahitaji ya rasilimali na tayari hata sasa tumeanza kujenga shule za aina hiyo ambazo zinafuata muundo huo. Hata nilivyokuwa Katavi nilikagua shule mojawapo ambayo ina shule ya msingi pale pale na shule ya sekondari pale pale, ambapo shule za aina hiyo tayari zimeshajengwa kama 6,000 hivi ambazo zinaunganisha katika compound moja shule ya msingi na sekondari pale pale. Kwa hiyo tutaendelea kujenga zile zingine zinazopungua, huku tukitambua kwenye makao makuu ya kata tulipokuwa na shule za sekondari za kata, maana yake tayari tutakuwa na shule ya msingi ambayo iko pale pale kwenye kijiji ambacho ni makao makuu ya kata, lakini tuna sekondari pia ambayo ilikuwepo pale pale, ambapo Mheshimiwa Spika, tuna sekondari takriban 5,000 ambapo ukiondoa zile ambazo zina kidato cha 6 huenda tukawa na sekondari kwenye 3,000 kwenda 4,000 ambazo ziko kwenye makao makuu ya kata. Kwa hiyo hizo na zenyewe tutakuwa na madarasa ambayo yanaweza kwa mpito yakatekeleza mkakati huu kwamba tuna sekondari pale na tuna shule ya msingi katika kijiji husika. Kwa hiyo katika maeneo ambayo sasa hatuna shule za sekondari tutalazimika kuongeza madarasa 3 ili kuweza kukidhi uhitaji wa madarasa hayo pamoja na maabara. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais anatambua pia kwamba shule sio madarasa tu na shule sio maabara tu na shule sio madawati tu. Ndio maana pia Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa vibali vya ajira, na ndani ya siku 100 za uongozi wake tayari walimu 7,000 wamekwisha kuajiriwa na kupelekwa katika vituo vya kazi, na vibali vingine vilishatoka, ambapo kazi hiyo itaendelea kuweza kuhakikisha kwamba tunaenda sambamba na miundombinu lakini pia na walimu wa kuwafundisha watoto. FM.